Kwingineko, polisi wanachunguza tukio ambapo bastola ya jaji wa mahakama ya rufaa Aggrey Muchelule ilipatikana nyumbani kwa mshukiwa wa ujambazi. Mshukiwa huyo aliyepigwa risasi na kuuawa alihusishwa na kisa cha ujambazi cha hivi majuzi katika mkahawa mmoja eneo la Westlands. Na kama anavyotuarifu Gatete Njoroge, Jaji Muchelule ameandikisha taarifa kwa polisi akisema mara ya mwisho alikuwa na bastola hiyo ni mwaka jana. Siku mbili baada ya polisi eneo la Matungulu kumfumania mshukiwa wa wizi Vincent Ochieng nyumbani kwake Joska walikokabiliana kabla yake kupigwa risasi na kufariki, bastola iliyopatikana nyumbani kwake sasa inadaiwa kumilikiwa na jaji wa mahakama ya rufaa Aggrey Muchelule. Runinga ya Citizen imethibitisha Jaji Muchelule alifika katika kituo cha polisi Spring Valley Jumanne kupiga ripoti kuwa bastola yake ilikuwa imepotea. Kulingana naye, alijiwasilisha kituoni baada ya kupokea simu kutoka kwa maafisa wa upelelezi waliomweleza bastola yake ilipatikana mikononi mwa washukiwa wa wizi. Taarifa hiyo ilimwelekeza moja kwa moja hadi nyumbani kwake alikofika kuthibitisha iwapo silaha hiyo ilikuwa nyumbani. Ni hapa ndipo anadai ilipatikana imetoweka. Kulingana na taarifa aliyotoa kwa polisi, mara ya mwisho kuona bastola yake aina ya Beretta ilikuwa mwezi Oktoba mwaka jana. Wakati huo alikuwa akitaka kupata upya leseni yake, ila hata hakukamilisha shughuli hiyo. Bastola hiyo ilikuwa na risasi 15 wakati ilipotoweka. Marehemu Ochieng aliyepatikana na bastola hiyo anadaiwa kuwa miongoni mwa majambazi 4 waliovamia mkahawa wa Chaiwali eneo la Westlands tarehe 4 mwezi huu na kuiba simu 7 na kipakatalishi kimoja. Wakati wa tukio hilo, marehemu Ochieng anadaiwa kunaswa na kamera za CCTV akipiga risasi chini baada ya bawabu wa mkahawa huo kujaribu kumkamata. Maafisa wa upelelezi Gigiri wanachunguza namna silaha hiyo iliibwa kutoka kwa Jaji Muchelule na kufika mikononi mwa mshukiwa huyo wa wizi. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.